Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes, bwana, mchezo mkubwa wa nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika ambao unasubiriwa na wapenzi wa soka barani Afrika ni mtanange ambao utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch, ambapo mchezo huu utakuwa ni mchezo wa mkondo wa pili, kwa sababu mechi ya mkondo wa kwanza ilichezwa jijini Dar es Salaam na klabu ya soka ya Simba wakaweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 1-0, mchezo ambao ulichezwa katika uwanja wa New Amani Complex uliopo visiwani Zanzibar. Sasa Simba wameelekea Afrika Kusini siku ya leo kwa ndege maalum ambayo wameweza kupewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mama Samia Hassan Suluhu, ambaye ndiye amewezesha safari ya Simba kuondoka na ndege binafsi ya Air Tanzania mpaka pale Afrika Kusini. Hivi sasa tunavyoongea, kikosi cha timu ya soka ya Simba kimewasili salama katika mji wa Johannesburg, na kikosi hiko moja kwa moja mara baada ya kuwasili kimeweza kupokelewa na balozi wa Kitanzania ambaye anakaa pale nchini Afrika Kusini, na mara baada ya kukipokea kikosi hiki, basi kwa upande mwingine akaweza kualika katika ofisi zake na kuweza kufanya nao kikao kizito, hii yote ikiwa ni sehemu ya hamasa kuelekea katika mchezo huu ambao Simba wanahitaji kupata matokeo chanya ili waweze kusonga hatua ya fainali michuano hii mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2024 2025. Kumbukwe, mara baada ya balozi huyu kukaa kikao, basi Simba wameweza kutoa taarifa kuhusiana na kikao ambacho wameweza kukaa na balozi huyu wa Kitanzania ambaye anaishi pale Afrika Kusini. Taarifa inasemaje? Inasema hivi: tumepokelewa na balozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini James Bwana, na kabla ya kuanza safari ya kwenda Durban amepata nafasi ya kuongea na viongozi, benchi la ufundi na wachezaji. Kwa hiyo tunaona James Bwana ambaye ni balozi wa nchi ya Tanzania anayekaa pale Afrika Kusini ameweza kukaa kikao kizito na wachezaji wa klabu ya soka Simba mara baada ya kuwasili katika mji wa Johannesburg. Miongoni mwa vitu ambavyo alikuwa anawasili kuweza kupata ushindi na kuweza kuwapa furaha wa Tanzania, na ameweza kusisitiza kwamba watakwenda kuwatafuta wa Tanzania ambao wanaishi pale katika nchi ya Afrika Kusini katika miji mbalimbali ili waweze kwenda kuisupport klabu ya soka ya Simba. Ikumbukwe, mara baada ya Simba kukaa kikao hiki, vile vile viongozi wa klabu ya soka ya Simba nao pia walipata wasaa wa kuongea na wachezaji wa klabu ya soka ya Simba kuwatia moyo, kwa sababu ukiangalia wanakwenda kwenye mapambano makubwa ambayo Simba anahitaji kupata ushindi chanya ili kuweza kwenda hatua ya fainali na kuweka rekodi katika michuano mikubwa ya kombe la shirikisho. Na mara baada ya kikao hiko kumalizika, tunaona klabu ya soka ya Simba wataanza safari ya masaa mawili kutokea katika mji wa Johannesburg na kuelekea katika mji wa Durban, ambapo ndipo watakapoenda kucheza mchezo wa mkondo wa pili dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch. Lakini mara baada ya Simba kuwasili, tunao vile vile ukiangalia wameweza kupokelewa na Watanzania ambao wanaishi pale Johannesburg. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba Simba wana support kubwa, na malengo ya Simba ndiyo maana mpaka balozi amekutana na Simba ni kuarrange namna gani ambavyo watawapata mashabiki wa Kitanzania ambao wanaishi pale Afrika Kusini kwa ajili ya kwenda kuanikiza na kushuhudia Simba ikienda hatua ya fainali michuano hii mikubwa ya kombe la shirikisho. Not that mchezo huu unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumapili majira ya saa 10 jioni kwa saa za nchi ya Tanzania, lakini kwa pale Afrika Kusini ni majira ya saa 9 mchana. Kwa hiyo tunaona Simba kupitia balozi wao amewasihi wachezaji wasiogope, wawe na moyo wa kujituma na kupambana, kwa sababu wanaamini lolote linaweza kutokea na Simba si wageni kwa pale Afrika Kusini. Kwa hiyo matokeo yote mazuri yale wanaweza kuyapata. Like video yetu kama umefurahishwa na hiki ambacho balozi James Bwana ameweza kukifanya kwa kuwapokea wachezaji wa Kitanzania na kuweza kualika ofisini kwake na kuweza kufanya mazungumzo nao. Kuna wataalamu wa tiba za asili, lakini Sheikh Issa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheikh Issa Sultan kwa huduma zifuatazo: kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara, kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Sheikh Issa Sultan: unaweza kumpigia simu namba 0756465818 au 0680476277.
Pia unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba hizo hizo. Mpigie muda wote Sheisa Sultan ili utibiwe. Hakika Sheisa Sultan ndiyo kiboko yao.